ni kufahamu kuwa imani huja kwa kusikia kupitia ufunuo wa kimungu. Hilo ndilo jambo la kwanza nalotafakarisha na kujifunza. Imani huja kwa kusikia kupitia ufunuo wa kimungu. Maneno ya Yesu, heri wewe Simoni Bar-Yona, kwa kuwa mwili na damu hakukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni, yanakuthibitishia kuwa Mungu ndiye kutufunulia kuyaelewa mafumbo yake. Wapendwa, tutaweza kufikia hatua hiyo ya kuelewa mafumbo ya Mwenyezi Mungu kama tutakubali kujiuliza kila mmoja wetu, Yesu ni nani kwangu, na sio Yesu ni nani au anatambulika vipi kwa wengine, au familia yangu inasemaje juu ya imani yangu kwa Yesu, au kabila na utamaduni wetu unasemaje juu ya imani kwa Yesu. Tukumbuke, imani kwa Mungu ni jambo ambalo kwa namna pekee linabeba nafsi yako wewe kama wewe, na swali hilo msingi linadai majibu yako wewe binafsi. Linadai tuame kutoka katika kujiuliza na kuulizwa watu wanasemaje, tuje katika kujiuliza kila mmoja katika nafsi yake, mimi ninasemaje? Na hivyo kama tutajiuliza vyema, jibu lake haliwezi kuwa tu kwamba wewe ndiwe Kristo, bali itakuwa wewe ndiwe Kristo ninayekuamini daima, ambaye nitakufuata siku zote za maisha yangu, ambaye nitakubali kubeba msalaba wako na kujifunza juu ya msalaba wako, ambaye nitakubali na kubaki katika kanisa lako, na nitakubali maisha yako yabadilishe maisha yangu. Huko ndiko tutakuwa tumejibu vyema swali la wewe ndiwe Kristo. Jambo la pili ambalo tunaalikwa kulitafakari na kujifunza katika Dominika hii, kwamba Kristo ndiye mjenzi wa kanisa na si vingine. Yesu hasemi Petro na juu ya mwamba huu nalijenga kanisa langu, bali Yesu mwenyewe anasema na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Yesu hasemi Petro na juu ya mwamba huu utalijenga kanisa langu, bali Yesu anasema na juu ya mwamba huu nitalijenga, yaani Kristo mwenyewe, kanisa langu. Maneno haya yanatuthibitishia kuwa kimsingi kanisa ni la Kristo na sio la Petro, maaskofu, mapadri wala waamini binafsi. Isipokuwa Petro ana jukumu la kimsingi ambalo alipewa na Kristo, ambalo mpaka leo wanaendelea kurithishwa hao waliomalikwa na mitume, ambao ni maaskofu na wasaidizi wao kuendeleza jukumu hilo. Fundisho hili, wapendwa, litukumbushe kwamba rangi tatu za bendera ya Mkristo Mkatoliki ni hizi zifuatazo. Ya kwanza ni ninasadiki, ya pili ni sakramenti, na ya tatu ni mamlaka katika kanisa. Rangi hizo tatu zinatutengeneza sisi Wakristo wa Katoliki kuwa tofauti na Wakristo wengine, na rangi hizo Kristo ameziweka alipolijenga kanisa lake kupitia mitume wake wakiongozwa na Petro kama askofu na papa wa kwanza katika kanisa, na hivyo ni muhimu kuzitambua rangi hizo na kuzielewa vyema katika maisha yetu. Jambo la tatu ambalo tunaendelea kulitafakari na kujifunza katika Dominika hii ni kwamba nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni. Lugha hii ya picha iliyotumika hapa ni msingi sana katika kuelewa juu ya mamlaka katika
hivyo inaturudisha katika somo la kwanza la kitabu cha nabii Isaya tulilolisikia, hasa sura ya 22 aya ya 22, ambapo Eliakimu anapokea funguo za nyumba ya Daudi na Mungu anasema kupitia kinywa cha nabii Isaya akisema, na ufunguo wa nyumba ya Daudi nitauweka begani mwake, yeye atafungua wala hapana atakayefunga. Wapendwa, yule anayemiliki funguo ndiye mwenye mamlaka ya nyumba nzima ya kifalme. Hivyo Yesu anampa Petro mamlaka ya kutunza vilivyopo katika ufalme. Jambo hili halimaanishi kuwa sasa Petro anakuwa mmiliki wa ufalme, bali mtumishi, msimamizi na mtunzaji wa mambo na mali katika ufalme, mwenye mamlaka chini ya Kristo mwenyewe. Wapendwa, kwa kuyaelewa hayo, tunaalikwa sasa kila mtu kulinda imani yake thabiti iliyojengwa kwa utambuzi sahihi wa Kristo. Tunaalikwa kuendelea kulipenda kanisa letu lililojengwa kwa misingi imara chini ya Kristo, lisilowezwa kushindwa hata kwa milango ya kuzimu. Yesu mwenyewe ametuthibitishia hilo kupitia Injili tuliyosikia, na hivyo inatukumbusha kwamba hili siyo kanisa, padri au mchungaji au askofu fulani dini fulani ambalo laweza kupotea, labda mfano kwa kifo cha mchungaji, askofu au padri huyu. Sio kanisa ambalo mtu analimiliki. Hili ni kanisa lililojengwa na Kristo, kanisa la wote, yaani Katoliki, kutoka katika neno la Kigiriki Katolikas, kumaanisha wote. Mwisho tuombe neema